Okay, Baba Levo, moja ya kitu ambacho kina trend sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii ni kauli yako sasa hivi ulipofika pale kusema kwamba Juma Nature mmetoka mbali. Hebu iambie Bongo 5 Baba Levo kwa ukubwa. Juma Kassim Kiroboto ni mmoja kati ya watu ambao alinipa nafasi wakati mgumu, wakati ambao mimi nilikuwa naonekana kama ni muuni wa mtaani, mtu ambaye sina thamani. Yeye alinithaminisha, akaniweka kwenye njia, na kupitia yeye nilianza kujulikana katika nchi yetu ya Tanzania na nilipata heshima kubwa sana. Kwa ni kazi yangu mimi kurudisha shukurani. Mimi ni mtu nimeumbia shukurani. Nakumbuka kila hatua niloipiga. Nakumbuka Juma Nature alinipeleka studio nikaenda kuimba naye kama kawa pale Ubungo Terminal kwa producer Naril. Wakati huo Naril ndo anaanza, wakina Joe Makini hamna hata ngoma moja alishatoa. Sikuwa na Juma Kassim Kiroboto. Ananipigia chorus kama kawa, napiga verse, tunaondoka. Juma Nature ya kweli hayo? Of course. Hawezi kudanganya, hili jamaa halijawahi kuongopa. Wewe kuchana na huyo anaongea. Imeisha hiyo. Unajisikiaje mtu ule msaidia sasa hivi ni mheshimiwa? Najisikia amani sana. Na kwanza uwaga nampigiaga tu simu, mimi na shida yoyote nampigia simu. Simu moja tu. Yeye hata kama yuko Ulaya anatuma hela moja kwa moja. Bwana kuna matatizo. Ni simu ya baba yangu ni moja tu. Mimi wazazi wangu walifariki zamani, wazazi waliobakia ni wale walionisaidia hapa duniani. Juma Kassim Kiroboto. Diamond na Juma nani unampa nafasi kubwa? Wewe Diamond mwenyewe anajua kama Juma Nature ni babake. Diamond Platnumz anajua Juma Nature ni baba yake. Hawezi kuongea chochote kwa Juma Nature. Unaweza kumfanisha Juma Nature na Diamond wewe? Unataka kumkosea heshima Juma Nature bana. Huyu ni mtu ambaye ametutengenezea njia ya kupita. Brother, acha maneno ya hivyo. Usijaribu kupimanisha. Hata Diamond akisikia hivyo atakulaumu sana. Unaona unampambanisha kwa Juma Nature na Diamond. Levo, sasa hivi tumeona muziki mliofanya una thamani kubwa kama kawa. Wewe ni legendary Baba Levo. Heshima hii kubwa watu wamejaa, wengine mpaka tiketi wamekosa. Hii ina tafsiri gani? Hii inaonyesha kwamba wazee waliotengeneza njia bado thamani yao ni kubwa sana, na hii itawasaidia wazee kuwa na sehemu yao kupata faraja ya kupata hela. Watu walioandata mashairi, najua hii ilikuwa ni testi mitambo. Basi wametoka Dar es Salaam, wawapeleke wazee Mwanza, wawapeleke majiji yote. Watu waende wakapate burudani, ila wawalipe vizuri wazee. Sio iwe show tena, show Juma Nature na perform unamlipa milioni 3, milioni 2, hatutaki. Mpe hela nzuri, tafuteni makampuni ambayo yataweka hela nzuri, au serikali, mama yupo anaangalia, serikali iweke hela. Juma Nature akiperform akipata milioni 10, milioni 20, anaweza kwenda kufanya kitu cha kumbukumbu yake. Baba Levo, moja ya alama kubwa ambayo imeachwa na Rais Samia Suluhu Hassan katika tamasha hili ni bima za afya kwa wasanii. Na Baba Levo, mara nyingi ulisikika ukiwa unahubiri swala hili. Tuambie kwa upande wako. Bima ya afya ni muhimu kwa sababu unajua tayari hawa watu wameshafanya muziki kwa miaka mingi. Kwa hiyo akiugua msanii hastaki kuzalilika. Msanii akiugua anatakiwa kuwa na nafasi ya kupumzika bila kutoa hela yoyote. Ila ukimwambia msanii ambaye ameimba muda mrefu, umwambie ugonjwa wake unahitaji milioni 25, 30, unakuwa kama vile umeingiza kwenye shimo. Lakini kama ana bima milioni 30, 20 inaweza kulipwa na bima, inawatawasaidia wasanii kuweza kuishi vizuri na familia zao na watoto wao. Kama kawa itaimbwa, sasa hiyo mimi simpangili Juma Nature bana. Juma anatakiwa afanye aimbe mziki wake, mimi niko tayari kusupport chochote. Nyimbo zote za Juma Nature naweza kuimba, iwe hili game, iwe mtoto Idi, iwe zote naweza kuimba. Unaweza kuimba Baba Levo? Yoyote. Niambie moja. Mtoto Idi kazua bala, mtoto Idi kazua vituko. Unasemaje? Makapando, wewe Shilo naongea Juma Nature unaongea nini? Siongea na mabonge mimi. Mabonge. Bwana ngoja niongee na shisha. Juma Nature, kwa kumalizia tu. Mimi najua sold out zishatokea mara nyingi sana kwenye show zako. Na moja kitu ambacho hata Boss Joe alizozungumza ni kwamba kuna siku ulishai kujaza pale Diamond Jubilee, watu wakakosa kabisa tiketi. Tuambie leo pia pamejaa. Juma Nature, hii ina tafsiri gani kwa upande wenu wa muziki wenu unaofanya? Ni vizuri. Utofauti wake ni kwamba utofauti wake mkubwa, cha kwanza kuwakutanisha watu maarufu ambao tayari wote walikuwa tayari washafanya industry hii, wamefanya muda mrefu. Alafu kingine cha pili, utofauti wake, kiingilio cha hapa tunaweza kusema kimeenda shule kwa sababu kiingilio ni kikubwa, afu tiketi zimeisha. Utofauti wake mwingine ni kwamba tulikuwa tunapenda tamasha kama hili kubwa, twende tukalifanya uwanja wa Taifa,
alafu kiingilio kidogo kiwe kidogo, ili kila mtu apende, kwa sababu haiwezekani kiingilio mtu 50,000 laki, alafu tena vitu vyote vimeisha, milioni 1, milioni 2, tiketi zimeisha mapema. Watu wengi wa nje wanatamani kuingia ndani, japo tunajiona tuko wengi, lakini Tanzania nzima hii wasanii wao ndo hawa. Sasa wanashindwa wengine kuingia kwa sababu ya kiingilio kikubwa, lakini mimi nilikuwa napenda bora ingewezekana siku ihamishwe kama hivi, ihamishwe uwanja wa Taifa. Okay, Juma Nature, bado kuna za ndani zinazungumzwa sana kwamba nasikia hii show Juma Nature alikuwa kama anasema yani kulikuwa kama kuna mazingira kwamba yani kwamba wewe ulikuwa hutaki kuperform. Ni kweli? Kwamba vipi? Ulikuwa hutaki kuperform kwenye show, ni kweli? Nani huyo amesema? Wapambe wanasema, wapambe kwenye mitandao. Sasa hiyo wapambe si mambo ya nani? Haya si mambo tumeshazoea. Mpambe sinaongea chochote tu. Mpambe sinaongea anapotaka, anapojisikia. Sio kweli. Bwana, tunashukuru sana Juma Nature, heshima kubwa sana Kiroboto. Usiwaze wala nini. Wewe subiri kazi hapa. Miki ndugu yangu. Subiri kazi. Anza mwenga. Mpela.